Ndugu waandishi wa habari, kama tunavyofahamu, Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA inaendelea na utekelezaji wake wa jukumu la msingi la usajili, utambuzi wa watu pamoja na kutoa vitambulisho vya taifa kwa raia, wageni wa kazi, wakimbizi na walowezi waliokidhi vigezo. Hapa najaribu nilitoe maelezo kidogo, kwa sababu kumekuwa na mkanganyiko wa baadhi ya sehemu, nisingependa lije katika maswali kwamba kuna baadhi ya wageni wa kazi au wakimbizi au walowezi wamekuwa wakizuiwa sehemu wakiwa na kitambulisho cha taifa, na hivyo kuzua tofauti kwamba NIDA wanatoa vitambulisho kwa watu wasiohusika. Kitambulisho cha taifa kama nilivyozungumza, tunatoa vitambulisho vya aina tatu. Kama nilivyozungumza, kuna uraia, raia wa Tanzania anakuwa na kitambulisho hicho cha NIDA, lakini tunakuwa na kitambulisho cha mgeni mkazi. Kwa mfano, wanaofanya kazi katika mashirika mbalimbali, makampuni, wanapopita TIC kupata permit za kufanya kazi, lazima tunawapa vitambulisho vya wakazi ambavyo vinamsaidia kuweza kupata huduma muhimu, kwa mfano kusajili simu, kupata huduma za nani. Lakini pia tuna wakimbizi na wakazi walezi. Ningeweza kutoa mfano namna ya aina ya vitambulisho. Kitambulisho hiki ni kitambulisho cha mkimbizi ambacho kiangalia kitambulisho hivyo cha NIDA, lakini chini pota utaona maelezo ya ni aina gani ya kitambulisho hicho. Lakini tuna kitambulisho cha taifa Tanzania, utaona Citizen Identity Card. Lakini cha tatu tuna Legal Identity Card. Hii ni kwa wale mtu ambaye amekuja kwa kazi maalum, kwa mfano viongozi wa dini, kuna mapadri, kuna mashehe ambao wanakuja kufanya kazi kwa muda maalum. Ina maana kila kitambulisho kina kibali cha kufanya kazi na kuishi kinapomalizika, inabidi renew tena kitambulisho. Kwa hiyo niombe kutoa ufafanuzi, ndugu zangu waandishi wa habari, muweze kutoa elimu kwa wananchi na kwa baadhi ya watu wa huduma, hii kutoa huu mkanganyiko. Ndugu zangu waandishi wa habari, mabadiliko ya katika utekelezaji wa shughuli hizo za usajili, utambuzi na mabadiliko ya taarifa ni moja ya huduma inayotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa, ambayo inaruhusu mtu aliyesajiliwa katika mfumo wa NIDA kuhuisha na kufanya mabadiliko ya taarifa zake binafsi kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo. Naomba nirudie. Katika utekelezaji wa shughuli hizo, shughuli zetu kama sisi watoa tunaofanya utambuzi, tunaruhusu pia kuhuisha taarifa, kufanya mabadiliko, lakini ukifuata taratibu na misingi na sheria iliyowekwa. Si unakuja tu jina lako unaitwa Niko Rusingu, lakini unakuja kujiandikisha pale kwa sababu unaipenda Yanga, unaamua kuandika Niko Pakome Rusingu. Hiyo inakuwa ni taarifa ya uongo. Matokeo ukija kubadili, tunaangalia kama kuna viambatisho gani vilivyokuwepo na kwa nini jina hili litokee. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, kumekuwa na maombi mbalimbali ya mabadiliko ya taarifa ambayo yamewasilishwa kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanyiwa kwa kazi, na hivyo kuleta taharuki na malalamiko makubwa kwa wananchi, ambayo yamesoka kipindi kirefu, lakini hayakuweza kufanywa kazi kutokana na kutokidhi matakwa na utaratibu uliokuwa unatumika hapo awali. Kati ya maombi ambayo hayakuweza kufanyiwa kazi ni watu waliotumia nyaraka za kugushi pamoja na waliotoa taarifa za udanganyifu wakati wanajisajili. Tumekuwa na hilo tatizo kubwa sana, malalamiko yamekuwa mengi na wengine wamefikia hatua kulalamika kwa viongozi wa juu, akijua kabisa kwamba makosa ameyafanya, lakini kwa kutafuta sympathy na huruma kwamba labda wakitoka kwa viongozi kule itatoka oda kwamba mbadilisheni. Na mwingine mmoja anaweza katoa mfano, ni raia mmoja aliandika kwa waziri, nafikiri fika kwa Mheshimiwa Rais, akilalamika NIDA Mwanza hawafanyi kazi, wanataka rushwa, nimehangaika, nimepeleka, lakini sikuja kufuatia na fomu yake, ana alama si ni raia wa Kenya na hakidhi vigezo. Kwa hiyo tumekuwa na hizo taifa. Kwa hiyo nimewaita maalum kwa ajili ya kutoa agizo na lengo halisi la mkutano huu kuhusu usajili. Kufuatia hali hiyo, serikali imetoa kibali maalum kwa ajili ya kushughulikia maombi hayo ya mabadiliko ya taarifa ambayo awali hayakuweza kufanyika kutokana na kukinzana na miongozo inayosimamia mabadiliko ya taarifa. Kibali hiki maalum
kimetolewa kwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Oktoba 25. Ilikuwa kwamba tutoe tangazo hili kuanzia Oktoba 25, lakini kutokana na shughuli za uchaguzi tulisitisha kwanza mpaka tumalize shughuli hizi ili watu tutulie na kuweza kuconcentrate. Na zoezi hili litafungwa baada ya muda kuisha. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kibali hiki kinahusu na kina nani? Tulikuwa na waathirika wa vyeti vya kugushi waliofukuzwa katika ajira za serikali kutokana na kutumia vyeti vya shule vya kugushi ambavyo pia walitumia vyeti hivyo kujisajili NIDA. Kuna watu ambao nakumbuka serikali ya awamu ya 5 kuna watu zaidi ya 18,000 ambao walifukuzwa kazi kwa kutumia majina ya bandia lakini vyeti vya watu. Lakini ukiangalia kama mtu amesomea cheti hicho, kwa hiyo serikali iliwaondoa. Sasa unakuta mtu alikuwa anaitwa ametumia cheti cha James Kaji, lakini jina lake halisi ni John Mayunga. Sasa katika huko kwenye kitambulisho tayari kumbe James Kaji tayari ameshasajiliwa. Kwa hiyo mtu anakuja anajikuta anakosa huduma kwa sababu tayari jina alilotumia cheti cha mtu leo mtu ameshasajili, alitumia cheti cha kuzaliwa. Kwa matokeo yake wamekuwa hengo wanakosa huduma muhimu. Kutokana na hilo, Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi waziri na wizara wamekaa kao na kuona kwamba kuwe na hiyo huruma ya kwamba tuwarudishie majina. Kwa hiyo tutamrudishia kwa jina lake halisi, lakini akitoa vielezo nitaeleza huku mbele. Kwa hiyo huruma imetolewa, ndio imetoa kibali hicho kwa mwaka mmoja. Hao ni namba moja, lakini kuna watu waliotumia majina ya watu wengine kupata vyeti vya elimu. Nafikiri naeleka ndugu zangu waandishi. Kwa na wenyewe hawa unakuta jina lake ni John Mayunga, lakini ametumia vyeti vya Hamadi Athmani. Toka darasa lako ana amesoma mpaka na PhD kwa kutumia Hamadi Athmani. Ukiangalia tu na kuhakikisha kweli alitumia tu kile cheti, lakini na amesoma kweli na kwenye vyuo ameattend. Kwa na wenyewe hawa kuna ile amnesty imetoka kwa ajili ya kubadilisha hayo majina, na hii kama nilivyoeleza kwamba itakuwa ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia kuna watu waliotoa taarifa za uongo na udanganyifu katika usajili. Na wengine pia raia wa Tanzania walisajili kama wakimbizi. Kuna watu wengine walikuwa na strawaway wanaenda nchi fulani ajipanga kama mkimbizi apate labda nani, lakini anakuja kukosa anajitoa majina tofauti kula na tunampa kitambulisho cha ukimbizi lakini kumbe ni Mtanzania. Na wenyewe hawa pia wamepewa, serikali imetoa hiyo huruma kwa ajili ya kuja kurekebisha details kwenye vitambulisho vya NIDA ili waweze kupata huduma zinazostahili. Ndugu zangu waandishi wa habari, nachukua fursa hii kuwataka wananchi wa makundi hayo manne kufika katika ofisi za NIDA za wilaya wakiwa na nyaraka zinazohitajika kutegemeana na changamoto iliyopo ili kushughulikia maombi ya mabadiliko hayo.